Shalom. Jina langu naitwa Mwalimu Vincent Mwakisyala. Hii ni Hazina ya Kanisa. Kama hujasubscribe bado, nikuombe usubscribe, na kwa unyenyekevu sana share kwa watu wengi, marafiki zako mbalimbali, ili tupate masomo kama haya kwa pamoja na tumtukuze Mungu. Nataka niongee kwa dakika chache sana kwa habari fulani nzuri sana. Sijajua kama hili somo linafundishwa sana kwa kiwango kinachostahili, lakini kwa neema ya Mungu leo tunaenda kujifunza kwa kiwango kikubwa sana somo hili. Somo hili linahusu Adamu wa pili. Nataka tuongelee dhana ya Adamu wa pili katika Biblia. Adamu wa pili. Maandiko katika kitabu kile cha Warumi kuanzia sura ya 5 mstari wa 12. Warumi 12 kwa Warumi 5 kuanzia 12 anasema hivi: kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na kwa dhambi hiyo mauti, na hivyo mauti huwafikia watu wote kwa sababu wote wamefanya dhambi. Maana kabla sheria dhambi ilikuwepo ulimwenguni, lakini dhambi haihesabiwi pasipo sheria. Umeona? Dhambi kwa mtu mmoja, dhambi iliingia ulimwenguni. Lakini ukisoma huku chini mstari wa 14 anasema hivi: walakini mauti ilitawala tangu Adamu mpaka Musa, nayo ilitawala hata wasiofanya dhambi, ifananayo na kosa la Adamu, aliye mfano wake yeye aliyekuja. Lakini kalama ile haikuwa kama lile kosa, kwa maana ikiwa kwa kukosa kwake yule mmoja wengi walikufa, na zaidi sana neema ya Mungu na kipawa kilicho katika neema yake mwanadamu mmoja Yesu Kristo kimezidi kwa ajili ya walio wengi. Ukipata muda kaisome sura yote ya 5 ya kitabu cha Warumi, utaiona dhana hii ya Adamu wa pili imeongelewa vizuri sana kuliko sehemu nyingine yoyote. Paulo anataka kutuonyesha kwamba kwa kosa la mtu mmoja ambaye ndo Adamu wa kwanza, dunia yote iliingia katika laana, dhambi na mauti. Lakini kwa sababu ya Adamu wa pili ambaye ndo Kristo, ulimwengu wote ukapata neema. Sasa mimi nataka tumuongelee tu Adamu wa pili. Tumuongelee Adamu wa pili. Lakini sasa hatutaweza kumuongelea Adamu wa pili kama hatutaweza kumuongelea Adamu wa kwanza. Hatutaweza kumuongelea Adamu wa pili kama hatutaweza kumuongelea Adamu wa kwanza. Kwa sababu gani nakwambia hivi? Wakati Mungu anaumba ulimwengu huu, aliupa ulimwengu maana baada ya kumuumba Adamu. Yaani Adamu ndio ilikuwa maana ya ulimwengu ya uumbaji wa Mungu. Adamu alikuwa maana ya uumbaji wa Mungu. Kwa uumbaji wa Mungu ulileta maana baada ya Adamu kuumbwa kwa sura na mfano wa Mungu. Kwa lugha nyingine, Adamu alikuwa ni Mungu katika dunia hii, akimwakilisha Mungu wa miungu. Kwa hiyo alikuwa katika ulimwengu ni Mungu. Wanyama wanapomuona Adamu hawana haja ya kumuona Mungu tena, kwa sababu yeye ni mfano wa Mungu aliye hai katika ulimwengu huu. Kwa hiyo vitu vyote katika uumbaji wa Mungu viliambatanishwa na Adamu. Kwa hiyo Adamu aliambatanishwa na vitu vyote. Sasa Adamu akishakosea, uumbaji wa Mungu wote unapoteza maana, unapoteza formula, kwa sababu yeye ndo alikuwa engine. Engine ikiharibika gari halina kazi. Kwa Adamu uumbaji wote ulipoteza maana na nafasi yake katika ile maana ya kimungu baada ya Adamu kuanguka. Adamu alipewa kazi chache. Miongoni mwa kazi alizopewa Adamu, aliambiwa aitawale na kuitiisha nchi. Kwa maana yeye Adamu ndo alikuwa mfalme wa kwanza kabla hata ya utawala wa kifalme ujaja duniani. Yeye Adamu alishakuwa mfalme, anatawala na kuitiisha. Aliambiwa azae na kuijaza dunia. Umeona, uzao wake ujaze dunia. Lakini aliambiwa ailime na kuitunza nchi. Kwa Adamu alikuwa na mamlaka kwa nchi, kwa kila kitu kilichokuwepo pale ambacho Mungu alikiumba. Sasa mara baada ya Adamu kuanguka, si kwamba laana iliingia kwake, dunia nzima iliingia giza baada ya Adamu kuanguka. Umeona? Yaani kila kitu kilipoteza maana. Ukisoma maandiko vizuri, kama ni mdadisi, unasoma kwa jicho la mdadisi, utasikia amelaaniwa nyoka kuliko wanyama wote. Inamaanisha wanyama wengine wote pia walilaaniwa. Walikosa nini? Umeona? Mungu anapoongea na Adamu anasema ardhi imelaaniwa kwa ajili yako. Kwa maana ardhi ni dunia, imelaaniwa kwa ajili yako. Ilikosa nini? Umeona? Lakini sisi pia wote tunachukua laana ya Adamu. Na kwenye Ezekiel anasema baba hatachukua uovu wa mwana, mwana hatachukua uovu wa baba. Roho itendayo dhambi ndio itakayokufa. Kwa nini Adamu?
Sisi tunaichukua dhambi yake, kama baba hatachukua uovu wa mwana, kwa nini sisi tunachukua uovu wa Adamu? Sijui unanielewa? Hayo ni maswali katika maswali mengi sana ambayo unapaswa ujiulize unaposoma ya maandiko. Sasa ninapomwongelea huyu Adamu wa kwanza, utagundua katika Mwanzo 3 kuna laana Mungu alizitoa. Nilipokuwa nalifundisha hili somo sehemu fulani, nikauliza katika laana zote tulizisoma, laana zote maana zilikuwa laana za aina 3. Kuna laana za nyoka, kuna laana za Adam, kuna laana za Hawa, alafu kuna laana za viumbe hivi vingine ni za aina 4. Nikauliza katika hizi laana zote ni laana gani kubwa? Wakina mama wakasema kuzaa kwa uchungu ni laana kubwa kuliko zote. Wanaume wakasema kula kwa jasho ndo laana kubwa kuliko zote. Umeona? Sasa laana kubwa kuliko zote pale ni 2. Laana 2 ndo kubwa kuliko zote. Laana ya kwanza kubwa kuliko zote anasema kwamba umavumbi wewe, mavumbini utarudi. Umavumbi wewe, mavumbini utarudi. Unajua anaposema umavumbi wewe, mavumbini utarudi anamaanisha nini? Anamaanisha kwamba mauti inapata nafasi. Mauti inapata nafasi. Sio kwamba mauti haikuwepo, mauti ilikuwepo, lakini ilikuwa haina nafasi mpaka ilipopata mlango wa kuingilia. Mlango wa mauti ni dhambi, maana anasema mshahara wa dhambi ni mauti. Kwa hiyo dhambi ikiingia, mauti ipo nyuma ya dhambi. Kwa maana hiyo sasa anasema umavumbi wewe, inamaanisha tangu wakati huo mwanadamu hataweza kushinda mauti. Adamu hakuumbiwa afe, umeona, hakuumbiwa mauti, lakini tangu wakati huo hataweza kuishinda mauti, hataweza kuishinda dhambi. Kwa hakukuwa na mwanadamu yoyote chini ya dua ambaye angeweza kupambana na dhambi akaishinda. Umeona? Sasa utaniuliza watakatifu wale, manabii waliotokea, hilo tutalijibu baadaye. Sawa, tunaendelea. Hiyo ndo laana namba 1 kubwa. Lakini laana ya pili kubwa kuliko zote ni kwamba nami ninaweka uadui kati ya uzao wako na uzao wa mwanamke. Uzao wa mwanamke utauponda uzao wako kichwa, uzao wako utauponda kisigino. Hiyo ndo laana kubwa ya pili ambayo Mungu ametaja. Kwa katika laana zote hizi, laana 2 ndio laana kubwa kuliko zote. Ijapokuwa hii ya pili haituhusu wanadamu. Umeona, inamuhusu huyo nyoka na mamlaka yake zilizomtumia. Hii laana ya kwanza ya mauti ni ya wanadamu wote. Sijui unanielewa? Sasa ukielezea ukitafiti ile laana kwamba uzao wa mwanamke utaponda kichwa uzao wa nyoka, swali la kujiuliza, mwanamke ana uzao? Mwanamke ana uzao? Mwanamke hana uzao my friend. Uzao uko kwa mwanamume. Yaani mwanaume ndo ana uzao. Hapa kibiolojia tunajifunza mwanaume uzazi wake uko X na Y. Maanisha uko wa kiume na wa kike, yani ana X na Y katika viuno vyake. Si ndio? Lakini mwanamke ana nini? Ana Y, ana X. Yeye ana moja tu. Ambaye mwanaume sasa ndo anatoa uzazi uende kurutubisha kwa mwanamke. Umeona? Mwanamke ana yai, mwanaume anatoa uzazi uende kurutubisha kwa mwanamke. Kwa maana hiyo mwanamke ndo anampa mwanamke uzao. Sijui kama unanielewa, mwanaume ndo anampa mwanamke uzao. Kwa hiyo uzazi upo kwa mwanamume. Ndio maana maandiko ukisoma utasikia Sara akamzalia Ibrahimu Isaka, kwa maana ule uzao ni wa Ibrahimu. Sio, unanielewa? Rebeka akamzalia Isaka, Yakobo na Esau. Hivyo ndivyo inavyokwenda. Umeona? Lakini Mungu anasema kitu cha ajabu sana hapa. Anasema uzao wa mwanamke utauponda kichwa uzao wa nyoka. Kwa nini aseme hivyo? Mwanamke ana uzao gani? Ndio maana hata jamii nyingi za kidunia zinatumia jina la baba. Kwa sababu baba ndo mwenye uzao. Kwa nini unafikiri Mungu asingesema ninaweka uadui kati ya uzao wa Adamu na uzao wa nyoka? Ilikuwa ni right nini wanasema ilikuwa ni neno sahihi la kulitumia, kwamba ninaweka uadui kati ya uzao wa Adamu, kwa sababu mwanaume ndo Adamu. Ndio maana sisi wote hatuiti mwana Hawa, tunaitwa mwanadamu. Sio mwanadamu, kwa sababu sisi wote ni uzao wa nani? Wa Adamu. Kwa tunaitwa mwana wa Adamu, wanadamu, binadamu. Hatuiti bina Hawa, binadamu. Sio neno, kwa sababu sisi ni uzao wa Adamu, sio wa Hawa. Sasa kwa nini Mungu aseme naweka uadui kati ya uzao wa mwanamke? Je, Mungu alikosea au lile andiko lilikosea kuandikwa? Halikukosewa. Sasa uzao wa mwanamke ni upi? Tutaendelea kuelezea mbele. Sasa kitu ambacho nataka nikueleze, Mungu anaposema umavumbi wewe, mavumbini utarudi. Umavumbi wewe, mavumbini utarudi.
Anamaanisha nini? Kwanza anamaanisha mauti imeingia, lakini jambo la pili analolimaanisha, sikiliza laana ya nyoka. Nyoka anaambiwa hivi, utakwenda kwa tumbo na utakula mavumbi. Utakwenda kwa tumbo, alafu utakula mavumbi. Alafu Adamu anaambiwa umavumbi wewe, mavumbini utarudi. Utakwenda kwa tumbo, utakula mavumbi. Kwa hiyo Adamu anarudi mavumbini. Adamu ni mavumbi, huyu nyoka anakula mavumbi. Kwa maana hiyo sasa, huyu mwanadamu amewekwa kwenye kinywa cha nyoka kuanzia wakati huo, kwa sababu yeye ni mavumbi, huyu anakula mavumbi. Kwa maana hiyo sasa, huyu atakuwa tu na umiliki juu ya huyu ambaye ni mavumbi, kwa sababu Yesu ndo anayala mavumbi. Kwa hiyo hilo ni neno la kiufunuo sana ambalo limetajwa hapo. Umavumbi wewe, mavumbini utarudi, lakini wewe utakwenda kwa tumbo, utayala mavumbi. Kwa maana hiyo mwanadamu tangu wakati huo ni halali kwa Shetani. Hakuna mwanadamu anaweza akamshinda Shetani. Lakini unaweza ukajiuliza swali moja kubwa sana. Mungu anamwambia Adamu kwamba siku utakayokula tunda utakufa hakika. Na nyoka anamwambia Adamu hamtakufa, mtakuwa kama Mungu. Sasa maswali matatu au mawili yanayotokea pale ni kwamba siku mtakayokula tunda hamtakufa, mtakuwa kama Mungu. Na Adamu na Hawa, Mungu anasema hawa watu wamekula tunda, wamekuwa kama wamoja wetu. Je, nyoka aliongea ukweli? Alafu kitu kingine kinachotokea hapo ni kwamba siku walipokula tunda hawakufa. Je, walikuwa kweli? Sasa kwa nini hawakufa siku waliokula tunda? Kwa nini ile siku waliokula tunda hawakufa? Watu wataniambia siku moja kwa Mungu ni kama miaka 1000, na miaka 1000 ni kama siku moja. Adamu aliishi miaka 800 hadi 900, alikuwa hajatimiza siku moja. Ni kitu ambacho si sahihi kulitumia hilo neno kwa wakati huo. Hilo neno la siku moja kwa Bwana ni mbinguni, sio duniani. Mungu anasema siku utakayokula tunda ni ile siku wewe Adamu utakayogusa matunda ukayala, ndio utakayokufa. Maana yake siku kwa muktadha ule wa kitabu cha Mwanzo ikawa asubuhi, ikawa jioni, ndio siku inayoongelewa. Na hakufa Adamu. Kwa nini hakufa? Sio, unanielewa? Sasa sababu ambayo ilimfanya Adamu asife ile siku, labda ni kabla sijaelezea sababu, ni kwamba Adamu alisema utakuwa kama Mungu, umeona? Na Adamu alipokufa Mungu akasema huyu ni kama mmoja wetu. Hilo swala la kuwa kama Mungu watu wanalitumia tu kupotosha. Na nyoka alitumia psychology ya Hawa kumwambia utakapokula tunda utakuwa kama Mungu, lakini Adamu alikuwa kama Mungu tangu kuumbwa kwake. Sio kama unanielewa? Yaani Adamu anaumbwa kama Mungu, ni mfano wa Mungu. Kwa hiyo kila kiumbe kilichomuona Adamu kilijua ni Mungu. Kwa hiyo hakukuwa tena na kuwa kama Mungu baada ya kula tunda. Mema na mabaya ambayo nyoka alitaka wayajue ni mabaya, kwa sababu Adamu aliumbwa katika wema wote. Kwa anasema mtajua mema na mabaya. Mabaya yanayozungumzwa ndio yanatakiwa wayajue, kwa sababu nguvu ya uovu iko katika kufungwa katika kuyajua mabaya, sio mema. Sio, unanielewa? Sasa kwa nini hawakufa ile siku? Hawakufa ile siku kwa sababu mbili kubwa. Sababu ya kwanza, Mungu alikuwa amekwisha tuumba sisi wote ndani ya Adamu. Na alijibu na lile swali la kwamba kwa nini tunachukua uovu wa Adamu wakati maandiko yanasema baba hatachukua uovu wa mwana, mwana hatachukua uovu wa baba. Kwa nini sisi tunachukua uovu wa Adamu? Na yajibu yote mawili. Jambo la kwanza ninalotaka kuliongelea hapa ni kwamba sisi wote tuliumbwa ndani ya Adamu. Wakati Mungu unajua duniani kote sisi ni lugha tu kwamba huyu mkubwa kwangu, huyu mdogo wangu, huyu kanizidi, lakini sisi wote tuliumbwa siku moja. Siku moja. Unaona, siku moja. Wote sisi tuliumbwa Eden, bustanini pale. Tuliumbiwa pale. Isipokuwa sasa sisi wote wengine tuliumbwa ndani ya Adamu, tukingoja nafasi na muda wa sisi kuingia duniani, kutokeza hivi katika uso wa nchi. Kama Hawa alitokeza baadaye, lakini sio kwamba aliumbwa baadaye, aliumbwa siku moja aliumbwa Adamu. Kwa ndivyo ambavyo Mungu alikamilisha uumbaji wake wote katika zile siku 6. Kwa sisi tulikuwa ndani ya Adamu. Kwa tulikuwa viumbe hai ingawa tupo ndani ya Adamu. Ndio maana Mungu anamwambia Yeremia, nilikujua kabla hata ya misingi ya ulimwengu kuwepo. Kwa maana hiyo tulikuwepo, Mungu alituona. Hasa wakati Mungu wakati anamwangalia Adamu, inamaanisha akimuua Adamu ametua mabilions ya vizazi ndani ya Adamu, ameniua mpaka mimi. Kwa hiyo sisi wengine wote tunakufa kwa sababu ya dhambi aliyoifanya Adamu. Kwa Mungu, kwa sababu yeye ni mwingi wa rehema, anaangalia mbele kwamba hawa watu nawaangamiza na nimewaumba mimi. Kwa hiyo kitu kikamfanya Mungu asimuue Adamu pale, ili sisi tupate kuexit, tupate kutokea. Kwa hiyo ndio sababu kubwa ambayo Mungu hakumuua Adamu, kwa sababu aliangalia watu wengi. Lakini je, Mungu anajipinga na neno lake? Kwa sababu anasema siku utakayokula tunda utakufa, na hakufa. Je, Mungu anajipinga kwenye neno lake? Sasa kwa nini hakufa na Mungu alisema atakufa?
Sababu kubwa iliyofanya akufa, ukiangalia pale utakutana na mwanakondoo. Mungu alichinja mwanakondoo kwa ajili ya kumvisha Adamu na Hawa, kwa sababu alitengeneza ile nini, majani ya miti na hayakuwafaa. Kwa hiyo akamchinja mwanakondoo akawapa nguo. Sasa watu wengi wanahubiri masuala ya mavazi kwenye ile andiko, lakini wanashindwa kujua Mungu anapochinja mwanakondoo inamwagika damu. Kwa maana hiyo Mungu anafanya ukuhani wa kwanza kabisa juu ya dhambi ya Adamu. Kwa maana hiyo sasa ukuhani ile, kwa ile damu ya yule mwanakondoo inafunika dhambi za Adamu, anapenya katika ile mauti ambayo itakiwa afe siku ile. Ndio maana Adamu hakufa, kwa sababu Mungu alifanyika kama kuhani, umeona, kwa ajili ya kuifukia ile dhambi. Maandiko yanasema dhambi zilikuwa zinafunika, ni zile dhambi za kondoo ni zinafunika dhambi. Kwa Mungu haoni dhambi, ijapokuwa zilikuwa ziondoi, ila zinafunika. Kwa Adamu akapenya pale ili sisi tupate kufanya nini? Kuexit. Sasa kwa wakati huo, kwa nini sisi sasa tunafanya nini? Tunahukumiwa kwa kosa la Adamu. Tunahukumiwa kwa kosa la Adamu kwa sababu wakati Adamu anakula lile tunda, tulikula tukiwa ndani yake, tulikula naye. Kwa maana kama Mungu angemuua Adamu, na sisi tungekufa naye, si ndio? Kwa maana hiyo kama alikula lile tunda, na maisha na sisi tulikula naye. Kwa maana hiyo kama anahukumiwa Adamu, hukumu yoyote ambayo atahukumiwa Adamu itakuwa juu yetu sisi. Kwa maana hiyo tulikula naye pale bustanini. Kwa maana hiyo sasa tangu wakati huo mwanadamu yoyote yuko chini ya dhambi. Tangu wakati huo mwanadamu yoyote yuko chini ya dhambi. Sasa baada ya hayo matukio, wanadamu akaanza kumtafuta tena Mungu. Mungu akaanza kuweka utaratibu watu kumtafuta, lakini hakukuwa na mwanadamu ana uwezo wa kuishinda mauti. Wanadamu wote walikuwa wanakufa, na wanapokufa wanadamu walikuwa wanakwenda kuzimu. Huko kuzimu walikuwa wanaenda kusubiria hukumu ya mauti, hukumu ya moto. Walikuwa wanaenda kuzimu kusubiria hukumu ya nini? Ya moto. Sijui unanielewa? Sasa wanapokwenda kuzimu kusubiria hukumu ya moto, wewe umetenda mema, wewe umetenda mabaya. Ndio maana wakina Ibrahimu, wakina Isaka, wakina Yakobo, wote walipokufa walienda kuzimu. Na kule kuzimu walipoenda, sio walikuwa wanasubiria kwenda mbinguni, walikuwa wanasubiria hukumu waende motoni. Kwa nini walikuwa wanasubiria hukumu waende motoni? Kwa sababu dhambi ya Adamu haijalipiwa. Kwa maana hiyo Mungu akiangalia, kuna watu wanatokea watakatifu kama Musa, wanakuja watakatifu kama manabii, mitume, wakina Isaya, wakina nani, wote watakatifu. Wakifa wanakwenda kule kusubiria hukumu ya kifo, ya mauti, ya moto. Kwa nini? Kwa sababu hakuna mwanadamu atakayeshindana na dhambi akashinda. Hakuna mwanadamu atakayeshindana na mauti akashinda. Kwa nini wako washindi mauti? Kwa sababu gani? Deni la Adamu alijalipiwa. Kwa sababu hiyo deni la Adamu alijalipiwa, ilitakiwa atokee mtu ambaye atalipa hilo deni la Adamu. Huyo mtu atakayetokea kulilipa deni la Adamu ni nani? Anatakiwa atoke nje ya uzao wa Adamu. Kwa maana hiyo watoto wote watakaozaliwa, na maisha kila mmoja ana DNA ya Adamu. Ndio maana Mungu aliangamiza watu wengi kwa gharika ya maji pale, akataka kuanza kizazi kipya kitakatifu. Lakini kizazi kipya kitakatifu kisingeweza kuendelea kwa sababu bado ni DNA ya Adamu. DNA ya Adamu iko chini ya mauti tu. Lazima atokee ambaye si DNA ya Adamu ili aweze kulilipa lile deni la Adamu. Sasa huyo ambaye sio DNA ya Adamu ni nani? Ndo uzao wa mwanamke. Sasa uzao wa mwanamke ni nani? Ndipo Yesu akatokea, akazaliwa kwa uweza wa Roho Mtakatifu. Anakuja kuwa kama Adamu wa pili, ambaye yeye DNA yake haisomi kuwa Adamu. Ukisoma DNA yake atokani na Adamu. Yeye ndiye uzao wa mwanamke. Kwa maana hiyo sasa Mungu, kwa sababu inachukuliwa mwanamke ndio alitumiwa kwa sababu ya kuingiza uharibifu kwenye bustani ya Edeni, mwanamke huyu ndio anatumiwa kwa ajili ya kuleta wokovu ulimwenguni kupitia Yesu Kristo. Ndio maana kuna wakati fulani nawaelewa Waroma wanapomtukuza sana Maria, ila kiukweli mwanamke alitumiwa kufanya nini? Kuleta wokovu, kwa sababu yeye ndo alitumiwa kuleta uharibifu na akatumiwa kuleta wokovu. Kwa maana hiyo sasa Yesu ndo anakuja kuwa kama Adamu wa pili. Sasa ninaomba kwa leo tuishie hapa, alafu siku nyingine sasa tutakapoendelea na hili somo tutaanzia hapa sasa, Yesu kuwa kama Adamu wa pili, na aliwezaje kuweza kushinda mauti, alafu aliwezaje kulitoa kosa la Adamu, alafu aliwezaje sasa, maana kazi ya Adamu ni kuzaa na kuijaza ulimwengu. Je, Yesu hiyo kazi anayo? Alafu tutaangalia Hawa, maana Adamu alipoumbwa Hawa alitoka ubavuni. Sasa Hawa wa huyu Adamu wa pili ni nani? Manake mambo ni mengi na ni mazuri sana. Naomba nisikuchoshe, tu jiandae kwa
kwa sehemu inayofuata ya ujumbe huu. Hakika Mungu atakusogeza katika viwango, utaelewa mambo mengi mazuri. Jina langu naitwa Mwalimu Vincent Mwakisyala. Ninatoa wito wa kuungana pamoja nasi katika kufanya huduma hii. Huduma hii inawafikia watu wengi, wanabarikiwa, wanamuona Mungu, wanafunguliwa. Kwa kama unatamani kuungana pamoja nasi katika huduma hii, karibu sana. Namba zetu ni hizo unazoziona hapo kwenye skrini yako. Unaweza ukatuma mchango wako na sadaka yako ambayo itatufanya sisi tuendelee kufanya kazi ya Mungu kwa urahisi. Si kwamba hatutafanya kazi, lakini utakapotoa sadaka yako kwa ajili ya kuisapoti hii kazi ya Mungu, hii huduma, ni kwamba tutaifanya kwa wepesi, na baraka ambazo zitatokana na huduma hii zitakuwa sehemu ya maisha yako. Kwa maana hiyo Mungu anaangalia kadiri watu wanavyozidi kubarikiwa, wanavyozidi kuokolewa, wanavyozidi kufunguliwa, Mungu hataacha kukuona wewe uliye sapoti huduma hii. Kwa hiyo namba zetu ni hizo, mtu wa Mungu, karibu sana kwa mchango wako, sapoti yako na sadaka yako. Lakini kuna wale watu wanatamani kuokoka, namba zetu ni hizo hapo. Tutakupa maelekezo mazuri sana na tutakupa ushauri mzuri sana. Na kuna watu wanahitaji maombezi, pia namba zetu ni hizo hapo. Ushauri wa kiroho, namba zetu ni hizo hapo. Ila nikuombe kabisa usiache kusubscribe kama bado, lakini share kwa watu wengine wengi na Mungu atakubariki. Asante, mpaka wakati ujao.